Kama mnaofahamu kwamba Mungu akutubariki uzima, tarehe 29 ya mwezi wa 10 kutakuwa na zoezi la kikatiba la wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushiriki katika zoezi la kuchagua viongozi hasa katika ngazi ya udiwani, ubunge na rais. Na kwa msingi huo wananchi wote ambao wametamkwa kwa mujibu wa katiba watakuwa na wajibu wa kutimiza haki hiyo ya kikatiba katika siku hiyo. Mkoa wetu wa Iringa sasa uko tayari kuingia katika zoezi la uchaguzi kama ambavyo imetangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi kwamba uchaguzi utakuwa ni tarehe 29, na hivyo wananchi wote wenye sifa za kikatiba watakuwa na uhuru na nafasi ya kushiriki katika zoezi hilo. Wajibu wetu kama serikali ni kuhakikisha kwamba usalama unakuwepo wa kutosha kabla ya uchaguzi, ndani ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Na wajibu huo tumeanza kuufanya vizuri, na kila mmoja ni shahidi kwamba mkoa wetu wa Iringa ni salama mpaka sasa, na ni imani yetu kwamba usalama huo utaendelea kuwepo mpaka uchaguzi utakaopita. Tunaomba tuhakikishie wananchi kwamba maeneo yote yatakayotumika kwa ajili ya kupiga kura, kwa maana ya vituo vya kupigia kura, yatakuwa salama wakati wote. Lakini pia maeneo ya huduma katika mji wetu yatakuwa salama wakati wote. Lakini mwisho, viunga vyote vya kuingia na kutoka ndani ya mkoa wetu wa Iringa vitakuwa salama. Kwa hiyo tuwatoe mashaka kwamba pamoja na jukumu la watu kupiga kura, lakini huduma zingine na shughuli zingine pia zitakuwa na garantia ya usalama maeneo yote ya mkoa wetu wa Iringa. Kwa hiyo Iringa itakuwa salama wakati wote. Na jukumu hili la usalama ni jukumu letu sisi wananchi, jukumu la vyombo vya ulinzi, na jukumu la kila mdau wa muhimu wa maendeleo ya Iringa anatakiwa kulisimamia. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba kwa ushirikiano wetu mkoa wetu utakuwa salama kabla ya uchaguzi, ndani ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Lakini pamoja na hayo, naomba niwahakikishie utayari wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama katika kushughulikia changamoto yoyote ambayo inaweza ikajitokeza katika siku ya uchaguzi. Kwenye hili naomba niwatoe mashaka wananchi, jukumu la serikali ni kuwalinda raia na mali zao. Hivyo tutahakikisha kwamba utulivu unakuwepo, lakini kama itatokea changamoto aina yoyote, vyombo vilivyopewa mamlaka ya kisheria vitatimiza wajibu wake bila kuathiri misingi ya haki wala huduma zingine zinazoendelea ndani ya mji wetu. Kwa hiyo niwaombe kila mmoja atoe ushirikiano kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama pale itakapohitajika, endapo patakuwa na changamoto yoyote ya kiusalama kwenye eneo lolote. Na niwakumbushe tu kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vitatimiza wajibu huo wa kulinda usalama wa raia na mali zao kwa kuzingatia sheria, taratibu na haki za kila mmoja wetu katika zoezi lenyewe la uchaguzi. Kwa hiyo niwatoe mashaka wananchi wenzangu wa Iringa kwamba tutahakikisha usalama wetu kinakuwa ni kipaumbele chetu, lakini haki ya kila mmoja wetu inalindwa kikamilifu ili zoezi hili lifanyike vizuri na liweze kukamilika vizuri. Ndugu wananchi wenzangu, pia naomba nichukue fursa hii kutoa tanbihi ya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, naomba niwasisitize wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa kuendelea kufuatilia kwa ukaribu maelekezo ya Tume Huru ya Uchaguzi kuhusu uchaguzi wakati wote kuanzia sasa mpaka siku ya uchaguzi, ili kupata maelekezo ya jumla, ufafanuzi wa mambo mbalimbali na kusaidia kuufanya wajibu wako wa kupiga kura bila kuathiri taratibu za kisheria zilizowekwa. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ndicho chombo kilichopewa mamlaka ya kuelekeza, kusimamia na kutangaza. Na kwa msingi huo basi, kama kiongozi wenu wa serikali ya mkoa, na waelekezeni kufuatilia kwa ukaribu maelekezo na matangazo ya tume ili kujenga uelewa wa kutosha juu ya taratibu zote zinazohusu uchaguzi ili isije katokea yote katika sisi akapoteza haki yake au akaathiri haki yake kwa kutokufahamu baadhi ya taratibu tu ambazo tume tayari wamekushazitolea ufafanuzi. Lakini jambo lingine, naomba niwahakikishie wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, pamoja na kwamba tutakuwa na uchaguzi tarehe 29, huduma zote za msingi ndani ya mkoa wetu wa Iringa zitakuwa zinaendelea. Maeneo ya huduma kama hospitali, huduma zitakuwa zinaendelea. Maeneo ya huduma kama masoko, huduma zitakuwa zinaendelea. Maduka yatakuwa wazi, shughuli zinaendelea. Kwa hiyo niwatoe mashaka, pamoja na wajibu wetu huu wa msingi wa kwenda kupiga kura, lakini huduma zote za msingi ambazo zinagusa ustawi wa wananchi ndani ya mkoa wetu zitakuwa zinaendelea. Kwa hiyo asitokee mtu yeyote akadhani eti kwa sababu kutakuwa na uchaguzi basi hospitali zitafungwa ama nini. Sehemu pekee ambako huduma zitasimama ni maeneo yote ambayo ni ya kazi za umma. Kwa mfano, ofisi za umma zote zitakuwa zifanye kazi kwa siku hiyo, shule zetu zitakuwa zifanye kazi kwa siku hiyo, lakini maeneo ya huduma kama masoko, maeneo ya huduma kama hospitali, vituo vya polisi na maeneo mengine ambayo huduma zake hazina uhusiano wa moja kwa moja na utumishi wa umma huku kwetu, basi naomba niwatoeni mashaka kwamba huduma hizo zitaendelea. Kwa hiyo niwaombe wananchi wenzangu, wale wanaofanya biashara na wale wanaohitaji kupata huduma kwenye maeneo ya biashara, niwatoe mashaka kwamba huduma hizo zitakuwepo ndani ya mkoa wetu, na tutahakikisha huduma hizo zinalindwa na zinafanyika vizuri ili wanaozitafuta wazipate kwa uhakika, na hasitokee yoyote ambaye anadhani eti anaweza kuathiri huduma zingine zinazoendelea katika swala hili la mji wetu. Ndugu wananchi wenzangu wana Iringa, ni imani yangu kwamba sisi wote tunafahamu umuhimu wa uchaguzi na kila mmoja anafahamu wajibu na haki yake ndani ya uchaguzi. Kwa hiyo mwisho, naomba nichukue fursa hii kuwatakieni kila laheri tunapoelekea kwenye uchaguzi, na niwahamasishe kina baba,
kina mama, vijana, wazee na kila mmoja ambaye ametamkwa kwa mujibu wa katiba na anazo sifa za kupiga kura na ameandikishwa, akahakikisha taarifa zake kwa mara ya mwisho na afahamu kituo ambacho anatakiwa kwenda kupiga kura, ili baada ya hapo sasa akatimiza wajibu wake wa kwenda kuwachagua viongozi watakao tuwakilisha katika mamlaka mbalimbali zilizotamkwa kwa mujibu wa uchaguzi, ili mwisho wa siku tupate viongozi ambao tutapanga nao, tutaamua nao na kusimamia maendeleo ya mji wetu kwa pamoja. Baada ya maelezo haya, ni washukuru kila mmoja kwa nafasi yake katika kujiandaa kuelekea kwenye uchaguzi, na nimtakie kila laheri kila mmoja kwa nafasi yake katika kufanya wajibu huo kuelekea kwenye uchaguzi. Na mwisho niwahakikishieni, usalama ndio kipaumbele cha kwanza, usalama ndio kipaumbele cha pili, na usalama utakuwa ni kipaumbele cha tatu kwa mkoa wetu wa Iringa. Asanteni sana na Mungu awabariki sana.